Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo ni kwamba Iran bado ina ngome imara ya kuweza kulinda serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na kwamba Marekani na Israel bado wana kazi ngumu ya kuweza kuangusha utawala wa taifa hilo la Kiajemi. Katika hotuba yake ya tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2026, Rais wa Marekani Donald Trump hakuondoa uwezekano wa kutuma wanajeshi wa nchi kavu wa Marekani nchini Iran iwapo itahitajika. Hata hivyo, hakukiri kwamba hatua hiyo ingebeba hatari kubwa kutokana na ukubwa wa Iran na uwezo wake wa kijeshi. Uvamizi wowote wa ardhini wa Marekani unaweza kuhusisha hasara kubwa na uwezekano na unaweza kushindwa kufikia malengo yake. Trump kwa ujumla ameonyesha kusitasita kushiriki katika vita vikubwa vya ardhini, ingawa ameidhinisha hatua za kijeshi ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya anga dhidi ya Iran na mataifa mengine katika miezi ya hivi karibuni. Upendeleo wake wa kihistoria umekuwa wa matumizi machache ya nguvu kama vile nguvu za anga na vitendo maalum baada ya kupeleka makumi ya maelfu ya askari. Sehemu ya mbinu hii inatokana na mtazamo wake mpana kwamba migogoro ya muda mrefu yenye machafuko haitabiriki na mara nyingi hutoa matokeo yasiyokuwa na uhakika. Operesheni kuu za mapigano ya ardhini zinaweza kusababisha ukosefu wa utulivu ulioenea na kufanya matokeo ya kimkakati kuwa magumu kutabirika. Na katika kipindi chote cha muhula wake wa kwanza na mwanzoni mwa muhula wake wa pili, Trump hajaonyesha mwelekeo wowote wa kupeleka vikosi vingi vya jeshi la Marekani nje ya nchi. Trump na bibi, kwa maana ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wanatambua kwamba kulazimisha mabadiliko kamili ya utawala huko Teheran itakuwa moja ya kazi ngumu zaidi za kimkakati inayoweza kufikiria. Muundo wa kisiasa na kijeshi wa Iran bado ni thabiti licha ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo ambaye kwa miaka mingi alikuwa msumbufu kwa Marekani na Israel. Na utawala wa sasa ni kama tu ule wa zamani, umejikita katika mfumo wa kidini ambao umedumu tangu mwaka 1979. Kwa kuzingatia changamoto za mafanikio ya uvamizi wa ardhini, mkakati wao wa sasa unategemea mchanganyiko wa shinikizo la kijeshi na mbinu zingine zinazokusudiwa kudhoofisha utawala huo kwa muda, ingawa hakuna uhakika kwamba hii italeta kuanguka kwake. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Rais wa Marekani Donald Trump anazingatia njia nyingine za kisasa zaidi, kuacha vita vya mapambano ya moja kwa moja na badala yake kutumia vita vya kitaalamu, vita vya kiuchumi. Rais huyo wa Marekani ameagiza jeshi lake kuleta meli za kijeshi karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, kuzuia meli za mafuta za Iran kutopita katika mlango huu wa bahari wa Hormuz ili kuinyima mapato nchi hiyo. Lakini kinachotokea kwa sasa ni kwamba wa Iran wanakuja na mbinu mbadala. Wanazidi kutoa maonyo dhidi ya meli za Marekani, na kinachokuja kutokea kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo ni kwamba Iran itakuja kuzishambulia meli hizo za Marekani. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema huenda kuna mpango mwingine wa Marekani kuingiza wanajeshi ardhini baada ya kuleta idadi kubwa ya wanajeshi katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia wanazingatia kwamba ni vigumu sana kupenya kwa wanajeshi hao katika mlango wa Hormuz na kuingia moja kwa moja katika taifa la Kiajemi. Wachambuzi wanasema kwamba kwa jiografia ya Iran, jeshi la Iran kwa sasa lipo katika utulivu kwa sababu ya usitishaji wa mapigano, lakini amri kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ndiyo ambayo inasubiriwa, na ndiyo maana jeshi linasema kwa sasa vidole vyao vipo katika vitufe, na wakati wowote ikiwa amri itatoka kwa mamlaka ya juu ya utawala wa Ayatollah Mujtaba Khamenei ni kwamba wanaweza kuanzisha mashambulizi ya fujo katika meli za kivita za Marekani zilizopo katika mlango wa Hormuz, na kwamba itaondoa uwezekano wa nchi hiyo kuweza kuondoa meli zake kama ambavyo iliondoa mwanzoni kabla ya vita kuanza. Hata hivyo, katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz limekuwa ni gumu kwa Marekani kuingia kwa sababu kuna makombora ambayo yamezikwa chini ya bahari, na kwamba hii ni hatari kwa wakati huu. Katika uongozi wa sasa pia inatengeneza mazingira kuwa magumu kwa Marekani kupitisha meli zake karibu kabisa na Iran ama kuingia katika nchi ya Iran kutokana na hali ilivyo katika eneo hilo. Lakini pia aina ya uongozi ambao wakati huu upo bado unazingatia namna ya kuhakikisha wanalinda taifa hilo. Baraza la muda la viongozi watatu limeanzishwa ili kuendeleza nchi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Mujtaba Khamenei, ambaye kwa wakati huu inaonekana ni kama vile yupo kama hayupo, lakini taarifa zinaelezwa kwamba kiongozi huyo yupo hai na anaendelea kutoa maagizo kwa uongozi wa chini katika kuhakikisha mamlaka za kijeshi na za kiserikali zinafanya maamuzi sahihi kutokana na kile anachoona kwamba kinafaa kwa wakati huu. Sasa kutokana na aina ya mfumo wa kiutawala nchini Iran, bado kuna ugumu kwa jeshi la Marekani pamoja na Israel kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama ambavyo wameuangusha utawala wa Venezuela, na mpango wao zaidi ulikuwa kufanya kama ambavyo walifanya Venezuela, lakini hali inazidi kuwa ngumu mno kutokana na mfumo wa jeshi la Iran ulivyoundwa na namna unavyofanya kazi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.